Naam, moja kwa moja toka Dodoma nchini Tanzania. Huo ligani mtazamaji wa Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari. Asante kwanza kwa ambaye unatupata kupitia Sky Digital na wewe ambaye vile vile unatupata kupitia Azam Dish kwenye channel namba 22 na Zanzibar Cable TV channel namba 14. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo katika ulimwengu wa habari ni pamoja na nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi sekta binafsi kuanza Januari. Katika habari za kimataifa, Green ndio kengere ya uamsho kwa Ulaya, na katika michezo Yanga yatua Misri kuiwinda Al Hilal. Karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA Tumaini Nyamhokia amesema kuwa kuanzia mwezi Januari mwaka huu wafanyakazi wa sekta binafsi watanufaika na nyongeza ya mishahara, hatua ambayo inalenga kuboresha ustawi wao na kupunguza changamoto mbalimbali walizokuwa kabiliana nazo ambazo zinasababishwa na kupanda kwa gharama za maisha. Undani wa taarifa hii tunaungana na mwanahabari wetu. Rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA Tumaini Nyamhokia amesema kuwa kuanzia mwezi Januari 2026 wafanyakazi wa sekta binafsi watanufaika na ongezeko la mishahara, hatua inayolenga kuboresha ustawi wao na kupunguza changamoto zinazosababishwa na kupanda kwa gharama za maisha. Kwa hiyo tamko lile lilivyotoka, kwa maana tangazo la serikali likishatoka, ile ni sheria na lilielekeza kwamba kuanzia Januari mwaka 2026 mishahara itakayotoka itatoka mishahara inayoendana na tangazo la serikali ambalo kwa sasa ndio sheria inayotuguide kwenye kima cha chini cha mshahara cha sekta binafsi. Nitoe wito kwa waajiri ambao ndio waajiri wetu sisi wafanyakazi na ndio wanaotulipa mshahara, ni vizuri kutii sheria bila shuruti. Si vema sisi viongozi wa wafanyakazi tukaanza kushtakiana na waajiri kwenye swala hili la kupanda mishahara, bali tunaomba tuendelee kushirikiana nao kuwahimiza wafanyakazi waongeze tija na kuongeza uzalishaji eneo la kazi, ili mwajiri asifeel kwamba kuna mapungufu baada ya kuwa ameongeza mshahara. Kwa hiyo niwaombe sana waheshimiwa waajiri ambao wamewaajiri wanachama wa vyama vyetu watii sheria na watekeleze agizo au tamko la serikali kupitia gazeti la tarehe 13 mwezi wa 10 2025, wapandishe kima cha chini cha mshahara. Wafanyakazi, bado nirudi tena kusema wafanyakazi wafanye kazi kwa bidii, waongeze tija na waongeze ushirikiano kwa waajiri, na pale ambapo kuna shida ya nyongeza ya mshahara basi wachukue hatua. Kama hawawezi kwenda maeneo mengine, warudi kwenye vyama vyao vya wafanyakazi waripoti, na sisi tuweze kuchukua hatua. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la Disability of Hope Michael Salali ameeleza kuwa wafanyakazi wengi wa sekta binafsi wameipokea taarifa hiyo kwa matumaini makubwa, na ongezeko la mishahara itawasaidia kukabiliana na mahitaji ya msingi na kumudu gharama halisi za maisha ya sasa. Sisi kama taasisi ya sekta binafsi ambazo tumekuwa tukifanya kazi na tunaajiri, kwa sisi kwetu tumepokea kama sehemu ya utekelezaji pesha moja kwa moja kabisa kuweza kutekeleza maelekezo ya serikali. Na tunafahamu kwamba serikali inapokuwa ikitoa statement, maana yake kuna wataalamu wamefanya tathmini, wataalamu wa uchumi, wataalamu wa maendeleo wamefanya tathmini na wameona tukiweka kiwango hiki kinaweza kikasaidia ama kikakuza pato la mtu mmoja mmoja. Kwa sisi kwetu maelekezo ya serikali ni utekelezaji, na kama kuna room ya discussion, basi tukiona kitu kinahitaji kutoa ushauri na mamlaka, sisi tunashirikiana nazo, tunawafuata, tunawaeleza kwa hili tunashauri hivi, kwa hili tunafanya tushauri. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania limeeleza kuwa litaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano hayo ili kuhakikisha kuwa haki za wafanyakazi zinalindwa na ongezeko la mishahara linatekelezwa kikamilifu kwa manufaa ya pande zote. Godilness Gaspar, Sky TV, Dodoma. Naam, ni taarifa ambayo inaleta tabasamu, na kama utekelezaji utafanyika, tabasamu litakuwa kubwa zaidi. Naibu mkurugenzi wa kinga na elimu ya afya Zanzibar Dr. Fatuma Kabole amesema Wizara ya Afya itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo MSI
Tanzania, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba jamii inaelimika kwa usahihi unaofaa na kuweza kupata huduma za afya za uzazi bila vikwazo vya aina yoyote. Taarifa ifuatayo katika Ulimwengu Habari na kujuza zaidi. Dr. Kabora ameyasema hayo Malindi katika kikao cha tathmini na mwendelezo wa mradi wa Start Small, ambapo amesema bado kuna changamoto zinazoathiri upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi hasa kwa vijana, ikiwemo upotoshaji, dhana potofu kuhusiana na masuala ya uzazi wa mpango. Mradi huu umechangia kuleta matokeo chanya. Mojawapo ya mafanikio makubwa ni kupunguza kwa vifo vitokanavyo na uzazi kutoka vifo 83 mwaka 2023 hadi vifo 59 mwaka 2025. Aidha, imeonekana ongezeko la matumizi ya njia za uzazi wa mpango kufikia 17.5% kwa mwaka 24, ikiwa mwaka 23 ilikuwa 15%. Vile vile idadi ya watumiaji wa njia za mpango imeongezeka hadi kufikia 7% na tulitoka kwenye 6%. Kwa upande wetu wa Wizara ya Afya, nimeona pale kwamba tunatumai kwamba hizi afua zitawekwa kwenye costed plan na hakika kwamba zimewekwa kwa sababu nimeshiriki kwenye utengenezaji wake. Kwa upande wake, meneja kitengo shirikishi afya uzazi na mtoto Dr. Kamilia Ali Omar amesema mradi wa Start Small kupitia MSA Tanzania umefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha uzazi hasa kwa vijana na masuala mazima ya uzazi wa mpango. Nashukuru kama Wizara ya Afya kwamba kwa huu mradi umemaliza, lakini tumeweza kupata extension ya mradi mwingine Kijana Kwanza ambao utaenda kutusaidia wakati tunajipanga kama ni sustainability. Wakati tunaendelea kujipanga, utaenda pia kuendelea kuimprove afya ya uzazi kwa vijana na vile vile kuimprove uzazi wa mpango ili kuweza kufikia malengo ya kitaifa na kimataifa ya 2030. Kwa upande wake, mkurugenzi operation huduma za afya MSA Tanzania Dr. Stefano Mtengeki amesema mradi huo una lengo la kuimarisha afya za vijana sambamba na kuepuka unyanyapaa. However, the true success of this project has been made possible because of our close collaboration with the Ministry of Health and Zafaico. Together, we have been able to address persistent barriers such as misinformation, stigma, limited access to long-acting methods, and low uptake of FP services among the youth. Reproductive, kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi, pia ni peers educators. Kupitia hii mradi nimeweza kuwa peers educator, nipo katika kituo cha huduma rafiki kwa vijana. Small project Zafaico ilikuwa ina lengo la kuwafikia vijana 50,000 kuwapatia elimu ya afya ya uzazi, lakini pia elimu ya mambo ya ujasiriamali na life skills, ambapo kwa kiasi kikubwa moja ya milestone kubwa ambayo tumeifikia ni kufikia vijana more than 50,000. Mazingira na others. Tatu ni klabu ambayo inajihusisha na utoaji wa elimu ambazo zinatusaidia wanafunzi katika maendeleo mazuri ya kujua skuli tumepata tufanye nini na kujikinga na mambo ya nje, kwa mfano kupata mimba za utotoni na Mindi Josephu, Sky TV. Naam, na sasa mara baada ya kupata habari kuhusu katika eneo la afya, na tunaelekea mkoani Songwe ambapo huko tunaona namna ambavyo ushirikiano ulivyo kati ya watumishi katika kuhakikisha kwamba wanakusanya mapato yanayotakiwa. Halmashauri ya wilaya ya Songwe mkoani Songwe inatarajiwa kukusanya mapato ya ndani yanayozidi shilingi bilioni 5 kwa mwaka wa fedha ambao unaendelea, ikiwa ni matokeo ya ushirikiano mzuri kati ya watumishi wa halmashauri hiyo katika kuhakikisha kwamba wanafikia malengo ya ukusanyaji wa mapato. Undani wa taarifa hii tunaungana na mwanahabari wetu aliyoko mkoani Songwe.
Akizungumza katika hafla fupi ya kufurahia mafanikio ya halmashauri hiyo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Songwe CP Cecilia Kavishe amesema mafanikio hayo yametokana na mshikamano, uwajibikaji na bidii ya watumishi wa halmashauri katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Maliza mwaka 2025 tumefanya kazi kwa ushirikiano mkubwa sana na matokeo tumeyapata. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tumeshaona kwamba tumepata matokeo chanya. Kwa sababu ukiangalia, kwa sababu kuna ambazo tulipoti ambazo tunazipata za kila kota. Tukiangalia mapato, safari tumeshaepuka zaidi ya 50%. Yote ni nyinyi ambao mnafanya kazi. Lakini pia tunatoa huduma kwa wananchi. Sio tu afya, pia mnatoa huduma. Malalamiko yamepungua jamani. Tunatakiwa tujipongeze. Lakini pia tunajenga miradi mbalimbali. Ukiangalia kwa mwaka 2021 tulikuwa na kata zaidi ya 3 ambazo zilikuwa zina shule za sekondari. Mimi niseme kwamba leo nilikuwa namwambia mwenyekiti pale kwamba tunatakiwa tujipongeze. Tulikuwa na kata ya Ngwala, tulikuwa na kata ya Udinde, tulikuwa na kata ya Bua, tulikuwa na kata ya Manda, tulikuwa na kata ya Mbuyuni, tulikuwa na Totoi. Ni kata ngapi hizo? Zaidi ya 5. Ni zaidi ya 5, lakini 7 hivi. Zote zilikuwa zina shule za sekondari. Leo tunapoongea hivi, kata zote zina shule za sekondari. Mimi naendelea kuwashukuru sana kwa kazi ambazo mnazifanya, na naamini tutaendelea kufanya kazi kwa bidii kwa mwaka 2026 na ili tuweze kupata matokeo chanya zaidi ya ambayo tumeyapata 2025. Kwa kama tunategemea labda mwaka huu tunatakiwa tukusanye bajeti ya bilioni 5, naamini tutakusanya zaidi ya bilioni 5. Lakini kwa ushirikiano. Kwa upande wao, baadhi ya watumishi wameahidi kuendelea kushirikiana na uongozi wa halmashauri ili kuhakikisha malengo yanafikiwa. Awali ya yote, kwanza niseme tunakushukuru mkuu, kwa sababu cha kwanza unatuhamasisha kuwa pamoja. Umetukutanisha kama watumishi before na kututaka tuje tukutane tusherekee mwaka pamoja, lakini pia na leo hukutuacha nyuma. Ungeweza kula hiyo keki na watu wa CRDB peke yako ofisini, bado sisi tusingejua nini kimeendelea. Lakini ni jinsi gani kwanza unatuthamini, unatupenda, unatujali, na pia unapenda sisi kama watumishi pamoja na wewe kuwa kitu kimoja. Lakini pamoja na hayo pia, yani nafurahi kwamba kuona una imani na sisi, kwa namna ya kwamba sisi ndio tunaoweza kukufikisha pale unapotaka ufike na halmashauri yetu unapotaka ifike. Una imani na sisi na sisi tuna imani na wewe. Wenzangu wametangulia kusema maneno mazuri na ya kutia moyo sana. Lakini pia kitu kingine ambacho napenda kuasisitiza sana watumishi wenzangu ni uwajibikaji katika mwaka 2026. Nidhamu pia, tujaribu kuheshimu viongozi wetu, tuheshimu maelekezo ambayo tunakuwa tunapewa katika kipindi chote, kwani ndio kitu pekee ambacho tunaweza. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Na mnaendelea kutazama vizuri zaidi ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Asante kwa wewe pia ambao unatupata kwenye Sky Digital at Sky International TV. Moja kati ya habari muhimu ambayo tunayo muda huu ni pamoja na mgogoro wa ardhi wasababisha mjane kuondolewa kwa nguvu katika nyumba yake na kutakiwa kuweza kuibomoa. Karibu katika ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mugeta. Kwa mara ya 3 mfululizo, mjane Pili Kafuye ametolewa nje ya nyumba yake na mabonso wakitaka kuibomoa kufuatia mgogoro ardhi ambao umeendelea katika eneo la Mbezi Msakuzi, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Tupate undani wa taarifa hii. Mgogoro huo ulianza mwaka 2017 baada ya kuibuka watu wanaodai kuwa na uhalali wa eneo hilo, na mwishoni mwa mwaka jana mjane huyo alitolewa nje mara 2 na jana amelazimika kulala nje na familia yake, akiiomba serikali kuingilia kati ili aweze kupata haki yake. Nitalala hapo vyombo vinapolala na mimi nitalala hapo. Manake nikitoka ni kwa vitu vitaibiwa. Itabidi nilale nje. Lakini mimi vyote kwa vyote nilikuwa napambania haki yangu, kwa sababu najua hii ni haki yangu. Maana siwezi kuacha. Na kama waziri mkuu alivyosema, kama watu wasikae na madukuduku wakakaa na kinyongo,
Kwa hiyo mimi pamoja na kuwa yeye sheria labda imempa haki, sheria imempa sheria yeye, lakini mimi hiki kitu ni haki yangu. Kwa hiyo siwezi kuacha na siwezi kumpa mtu, siwezi kukubali kwa sababu ni haki yangu. Sasa nataka uchunguzi ufanyike, ijulikane kama hii haki ni ya nani, ijulikane hapo, aonyeshe dokumenti zangu na mimi nionyeshe dokumenti zangu, ijulikane nani mwenye haki. Mimi napambania haki yangu, ndio maana siwezi kukubali kuondoka. Ningeomba serikali, ningeomba hata waziri mkuu, hii kesi yangu mimi, shauri langu, usipolisikiliza vizuri hutoelewa. Unatakiwa makini sana katika kulisikiliza, ndio utaelewa. Kwa sababu mtu anakwambia nimeenda nimeshinda, hapa nimeshinda, hapa nimeshinda. Hasa mimi ningeomba viongozi waisikilize hii kesi vizuri, wanisikilize na mimi vizuri, wataelewa. Huyu mama tuko naye muda mrefu sana. Nashangaa leo wamekuja mabounce hapa na watu wengine wa serikali, wamemtolea vyombo nje mama na kutaka nyumba yake ivunjwe, na pale mlangoni wameblock ili mama asiingie ndani. Dalali wa mahakama aliyekuwepo eneo hilo amesema anatekeleza amri ya kumuondoa mama huyo, huku mtu anayedai kuwa mmiliki akisema mama yake mdogo aliuziwa eneo hilo mwaka 1989. Nimekuja kufanya utekelezaji wa amri ya mahakama ya kumuondoa ubibi ndani ya nyumba, na nilifanya hivyo mara ya kwanza, na baada ya kumuondoa lakini alirudi ndani ya nyumba, na leo tena tumekuja kwa ajili ya kufanya eviction ya kumtoa tena ndani ya nyumba, kwa sababu alipeka maombi Mahakama Kuu kupinga utekelezaji wa mara ya kwanza. Kwa hiyo Mahakama Kuu imetoa amri, imeifuta ile kesi yake. Tarehe 24 maamuzi yametoka, sawa bwana, kwamba utekelezaji uendelee, na leo nimekuja kutekeleza. Mimi sio mmiliki halisi wenye ile eneo. Mmiliki ni mama yangu mdogo ambaye anaitwa Paulina Ndunguru, sasa hivi ni marehemu. Mimi naitwa Zawadi James Mlimila. Lakini ile eneo upande ule wa kusini mpaka kufika 2017 ndipo ukatokea nini? Mgogoro baina ya Pili Kafuye na mama Paulina Ndunguru. Mama akafariki. Kwa hiyo wakili wa mama akawa anaendeleza hii kesi. Mimi nikateuliwa kuwa msimamizi wa mirathi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, ni taarifa ya kusikitisha sana toka Mbezi Msakuzi katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Wakati taka za plastiki zikiendelea kuwa tishio kwa mazingira afya binadamu, kampuni ya El Shahat kwa pamoja iliyoko jijini Dodoma imejikita zaidi katika kushughulikia na kuchakata chupa za plastiki kuwa malighafi, hatua ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa zaidi kulinda mazingira pamoja na kutengeneza ajira kwa wananchi. Ndani wa taarifa hii na mwanahabari wetu toka jijini Dodoma. Mbali na kupunguza uchafuzi wa mazingira, shughuli hiyo imekuwa chanzo muhimu cha kipato kwa wananchi wanaojishughulisha na ukusanyaji wa chupa za plastiki pamoja na wale wanaofanya kazi katika kampuni hiyo. Miongoni mwa wananchi wanaonufaika na shughuli hii ni Eriki Mwira na Naifati Huseni, ambao wamesema kuwa ukusanyaji wa chupa za plastiki umewasaidia kujipatia kipato cha kuendesha maisha ya kila siku. Kwa wengine wanaipuuzia hii kazi kwa sababu wanaona kama sisi hatuna faida, lakini hii kazi inatusaidia sana. Kama mimi hapa nilivyo hapa, imenisaidia mambo mengi sana kwenye kuisaidia familia yangu. Kwa mfano mimi hapa kuna changamoto za kifamilia na zitatua kupitia hii kampuni, kwa hiyo najivunia sana. Naitwa Naifati Huseni Idi, kwa sababu hii kazi inatusaidia sote, ni nzuri pia hasa kwa wadada, japo kuna changamoto nyingi ambazo zinatokea. Kwa mfano kuna kudharauliwa, wanavyoona tunakuja kwenye hii kazi wanahisi haina manufaa, lakini ina manufaa mengi sana na ina faida nyingi sana, kwa sababu ukija hapa unapata ujuzi mwingi. Akizungumza na Sky TV, mkurugenzi wa kampuni ya El Shahat, Bwana Walidi El Shahat, ameelezea changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika mchakato wa kila siku wa ukusanyaji wa chupa za plastiki, ikiwemo upatikanaji mdogo wa taka zilizotenganishwa pamoja na gharama za usafirishaji. In this business we facing a lot of challenge every day. Katika biashara hii tunakutana na changamoto nyingi kila siku, hasa katika mchakato wa kila siku wa ukusanyaji wa peti, matengeneza vifaa, gharama za umeme, maji na uendeshaji wa fedha. Ujumbe na maoni yangu ni kwamba ninaomba serikali isimame bega kwa bega nasi
kwa sababu hatuwezi kuendelea wala kuishi peke yetu bila msaada wa serikali. Serikali ikishirikiana nasi, tunaweza kuzalisha bidhaa mbalimbali, kwa mfano vifaa vya umwagiliaji, kusaidia sekta ya kilimo na hata kuchangia katika upandaji wa miti. Lakini kwa bahati mbaya, serikali inatuacha kupambana peke yetu bila msaada wote. Bila ruzuku wala michango, nina ombi muhimu kwa serikali. Bila ruzuku wala michango, nina ombi maalum. Kwa nini serikali isije moja kwa moja ikakaa nasi mezani tukatafuta suluhisho la pamoja? Tuna changamoto kubwa sana katika biashara hii, hususani upande wa masoko. Katika mwaka huu wa 2025-2026 tumepata hasara kubwa kutokana na soko la kimataifa ambapo bei zimeshuka sana. Tunawezaje kujenga kiwanda kikubwa hapa Tanzania ili kuhakikisha bidhaa hizi zinarejelewa na kuuzwa ndani ya nchi? Ninatamani na kuomba halmashauri ya jiji la Dodoma pamoja na Tanzania nzima kwa ujumla tushikamane pamoja na sekta binafsi. Sekta binafsi ina watu wenye uzoefu na utaalamu mkubwa na tuna suluhisho kwa changamoto nyingi. Msituache peke yetu. Tukikaa pamoja, serikali na sekta binafsi, tunaweza kupata na kutekeleza suluhisho la kudumu kwa maendeleo ya nchi yetu. Don't leave us alone. If we sit together, we can find solution. Wananchi wanahimizwa kushiriki kikamilifu katika ukusanyaji wa utenganishaji wa taka za plastiki ili kulinda mazingira kwa ujumla kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Zinazire Mswima, Sky TV, Dodoma. Na kwa sasa tunaelekea jijini Dar es Salaam katika ulimwengu habari, ambapo kubwa ambayo tunayo ni kuhusu miundombinu ya barabara iliyokuwa ipitiki katika mitaa 6 ya kata ya Kinyerezi katika wilaya ya Ilala imeanza kukarabatiwa ili kuwezeshwa kuweza kupita kirahisi na kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii. Lakini miundombinu hiyo inaratibiwa kupitia operation ya Fungua Mitaa iliyoanzishwa na diwani wa kata Kinyerezi John Roba, ambaye amesema wakati akiomba kura kwenye uchaguzi mkuu ufanyika Oktoba mwaka jana alibainisha kwamba barabara nyingi ni mbovu na nyingine zikiwa zipitiki kabisa kutokana na kuharibiwa na mvua, hali ambayo imekuwa kero kwa wananchi katika eneo hilo. Undani wa taarifa hii tunaungana na mwanahabari wetu. Wakati tunapita kuomba kura kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana Oktoba 29, kuna mambo tuliwaahidi wananchi wetu, hususan kata ya Kinyerezi. Na moja ya vitu ambavyo tuliwaahidi wananchi wetu kwenye kampeni zetu, mimi kama diwani, kwamba nikishinda nitakuja kufungua mitaa yao. Tutakuwa na operesheni Fungua Mitaa. Kata ya Kinyerezi ina takriban wananchi 60,000 na ina mitaa 6. Kwa hiyo tumeona sasa ni kipindi mwafaka tuanze sasa kufanya yale tuliyoahidi wananchi wetu. Kuna baadhi ya maeneo wakipata mgonjwa, mama mjamzito anakwenda kujifungua, inabidi abebwe. Ni Dar es Salaam hii, sio mkoani, sio kijijini. Inabidi abebwe, atolewe huko aliko, aletwe barabara kubwa ndio apate huduma ya gari aende hospitali. Sasa katika uongozi wangu nikaona hiyo sio sawa. Hatuwezi kuwa na mgonjwa katika karne hii Dar es Salaam, Kinyerezi, Ilala, anabebwa mtu na machela kutoka huko aliko kuja barabarani. Tukaona sasa tuanze kuzibua hizo barabara ambazo zingine hazipitiki kabisa. Baada ya mvua kunyesha ziliziba na hazikuwahi kufanywa matengenezo. Lakini kwa kuwa mimi nimeingia, tunakwenda kuzifufua, tunakwenda kuzitengeneza, na tukishamaliza kuzichonga tutaweka vifusi. Sasa sisi hizi njia zinapokufa kabisa, ni tunakwenda kukata mawasiliano kati ya wananchi na serikali yao, kwa sababu namna jinsi gani ya kuwafikia wakati mwingine kwa ni ngumu. Sasa tayari ikitumika greda angalau kulipea, kuweka njia vizuri, tunakwenda kuweka mawasiliano vyema kati ya viongozi na wananchi wao. Halmashauri tunaomba iweze kutufanyia mpango wa vifusi. Njia nyingi siku nyingi zimeshachimbika kwa kweli, zimekwenda chini. Kwa inatakiwa sasa ili kuweka vizuri, basi yaweke mpango wao kwenye kujikita kwa asilimia kubwa peleka vifusi katika mitaa yetu. Njia zetu zitakuwa ziko vizuri kweli kweli, ili tukisubiria mradi wa TARURA ili kwa ajili ya kumalizia kazi zake. Hili ambalo wameanza nao la operation Fungua Mitaa, kwetu sisi ni changamoto ya muda mrefu ambayo tulikuwa nayo zaidi ya miaka 20 sasa, lakini leo hii yeye ameanza kwa uthubutu, kwa sababu wakati wa kampeni alipita kuzungumza moja kwa moja
kuwaambia wananchi nitawafikia, na sasa hivi ameingia madarakani, ameanza na zoezi hili. Binafsi mimi nampongeza sana. Namshukuru sana Mheshimiwa Diwani kutuletea hili greda. Nadhani sasa hivi zile changamoto zetu za mitaa kukatika zitakuwa zimeenda vizuri. Naam, asante kuweza kutazama Ulimwengu wa Habari. Na sasa taarifa ambayo tunayo ni kuhusu elimu ambayo inatolewa na Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania TISEZA kwa pamoja kwa uchimbaji wa madini mkoani Geita imetajwa kuwa ni chachu ya fursa za uwekezaji kwenye sekta za kijamii. Hii ni taarifa zaidi. Kongamano la uwekezaji ambalo limefanyika mkoani Geita kupitia kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji kwa lengo la kukuza ushiriki wa Tanzania katika shughuli za kiuchumi. Mwenyekiti wa wachimbaji wadogo mkoa wa Geita, Titus Kabuo, anasema amekuwa miongoni mwa wanufaika wa elimu na huduma zinazotolewa na TISEZA. Na mimi niseme tu, ulipokuwa unatania pale nilikuwa kuangalia, lakini mimi ni mnufaika. Kabla hata hawajaungana kupitia TSC, mimi nilipata msamaha wa kodi. Baada ya kufungua kampuni, nikaagiza vifaa vya kujenga CP. Nilikuwa nitumie zaidi ya bilioni 2, lakini nimetumia kama bilioni 1 bilioni 200 kwa kukamilisha. Hayo ni mapinduzi makubwa, na sasa walikuwa hawajaungana, sasa wameungana kwa fursa zingine. Zilikuwa ule upande mwingine ambao pengine mimi nilikuwa sijaingia huko. Naongea tu kuhusu TIC ili kuweza kunufaika nayo. Wanakopa material. Napokopa material ninakuwa nina loan agreement ya material. Why don't I use this document to be benefited from your project? Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema serikali inaendelea kujenga mazingira rafiki ya uwekezaji katika sekta zote za uzalishaji ili kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Serikali upande wake, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba anajenga mazingira mazuri kwa wawekezaji. Chimbaji wadogo peke yake umekuwa na changamoto ya upelekaji wa umeme kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Rais, kila mara kunapokuwa na shughuli kubwa za uzalishaji kwenye sekta madini, tunawapelekea umeme kwa haraka sana. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba cost of production inapungua na wana maximize profit ambayo sio necessary karudi kwenye mine, inaweza kupelekwa kwenye sekta zingine ambazo itachagiza kwenye maendeleo. Wapo wanafanya biashara, wanafanya activity zote katika kaya zao, lakini wakienda mabenki wanashindwa kupata mikopo kwa sababu hawatambuliki kisheria. Kwa hiyo kwa kampeni hii itaweza kuwasaidia watu waweze kukua, lakini pia kitu kingine ambacho tutafanya katika ziara yetu na mzunguko wetu kwa nchi nzima ni kwamba kuweza kuwasaidia wananchi wa Tanzania hususan kupata ushuhuda ambao upo miongoni mwa wale ambao tayari wameshatumia hizi fursa za zamani, ilikuwa TIC na EPZA ambao kwa sasa ni TISEZA, na kuna wengine wanaendelea kujisajili. Kongamano la uwekezaji kupitia kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji limefanyika kwa siku moja mkoani Geita likiwa na shabaha ya kuongeza ushiriki wa Watanzania kwenye shughuli za kiuchumi. Michael Francis Bundala, Sky TV. Taarifa hiyo toka mkoani Geita ndio ambayo inatufikisha tamati ya habari za kitaifa katika Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mapumziko yafuatayo mtazamaji yatupeleka moja kwa moja kuungana katika habari za biashara na uchumi. Endelea kutufuatilia kwenye Sky Digital at Sky International TV. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969
kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Bandari za Ziwa Tanganyika zimeandika historia mpya baada ya kuvuka lengo la kuhudumia shehena kwa 123% ndani ya miezi 6 kuanzia Julai hadi Disemba 2025 kwa kuhudumia tani 410,000 badala ya lengo la tani 335,035. Meneja wa bandari hizo Edwin Mabula amesema mafanikio hayo yamepatikana na maboresho ya miundombinu, mifumo ya uendeshaji pamoja na ushirikiano mzuri na wadau mbalimbali. Ameeleza kuwa hatua hiyo imeongeza imani na wafanyabiashara na kuweka matarajio ya kufikia uwezo wa kuhudumia tani milioni 1 kwa mwaka. Tunaomba kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kusapoti uboreshaji wa miundombinu ya bandari. TPA kwa nafasi yake kupitia Wizara ya Uchukuzi, kupitia serikali tayari ilishawekeza zaidi ya bilioni 100 katika ukanda huu tangu 2018. Ili tuweka mazingira wezeshi ya kufanya biashara katika ukanda huu. Mzigo ambao sasa tunahudumia ni rekodi ya eneo hili. Tulikuwa na lengo la kuhudumia tani 335,000 kwa mwaka wa fedha huu 2025-26. Lakini mpaka sasa tunapoongea nusu ya mwaka huu, kwa maana ya Julai Disemba, tumeshahudumia zaidi ya tani 410,000. Tuna matarajio kwamba mpaka mwaka wa fedha unapomalizika tunatarajia kwenda zaidi ya tani milioni 1, ambao ni rekodi ya eneo hii tangu bandari hii ya Kigoma iweze kuanza. Kigoma sasa hivi sio tena mwisho wa reli. Naam. Kigoma sasa hivi ni mwanzo wa fursa za uwekezaji na ufanyaji biashara za kimataifa. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Januari 21, 2025, dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2459 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 2481 na senti 1. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3309 na senti 2 na kuuzwa kwa shilingi 3342 na senti 3. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2887 na senti 7 na kuuzwa
kwa shilingi 2916 na senti 5. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 149 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 150 na senti 9. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 2. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Na huo ni mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara na uchumi. Naam, asante kwa kuweza kupata habari ya biashara na uchumi kwenye ulimwengu habari kutoka hapa Sky TV. Na sasa moja kwa moja mtazamaji, tunaelekea kuweza kufahamu kinachoendelea katika habari za kimataifa, ambapo hapo tunaungana na Pius Jayunga. Endelea kwa pamoja nasi. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Ulaya inashuhudia kupungua kwa ushawishi wake kutokana na vita, migogoro ya biashara, kutokuchukua hatua za tabia nchi na mvutano na Marekani. Huko Davos, viongozi wanatafuta njia za kurejesha nguvu na mvuto wa bara hilo. Mkutano wa mwaka huu wa jukwaa la uchumi duniani WEF mjini Davos ulikuwa umetabiriwa mapema kuwa umegubikwa na jina la Donald Trump. Rais huyo wa Marekani anayerejea Davos baada ya miaka 6 amechangia pakubwa kuyumba kwa mpangilio wa dunia, hali ambayo washiriki wa mkutano wa siku 5 wanajaribu kuitafakari na kuijadili. Lakini hatua ya Trump kutishia kutoza ushuru baadhi ya washirika wa karibu wa Marekani ili kuwashinikiza kuunga mkono mpango wake wa kuitwaa Greenland kutoka Denmark, nchi mwanachama wa NATO, imeongeza mvutano kwa kiwango kipya zaidi. Kwa viongozi wa Ulaya wanaowasili katika mji wa milimani wa Uswizi, tishio hilo ni pigo jingine kubwa kwa uhusiano wa kihistoria kati ya Ulaya na Marekani ambao tayari ulikuwa umelegea. Umoja wa Ulaya haujakaa kimya, umejibu kwa msimamo mkali, ukiandaa hatua za kiuchumi za kulipiza kisasi dhidi ya makampuni ya Marekani na kujadili matumizi ya chombo chake maalum cha kupinga shinikizo la kiuchumi ambacho kinaweza kuzuia au kupunguza ushiriki wa kampuni za Marekani katika soko kubwa la pamoja la Umoja wa Ulaya. Kwingineko, Ukraine na Urusi zimeripoti kutokea vifo kufuatia mashambulizi ya kila upande dhidi ya mwingine kwenye makabiliano ya usiku wa kuamkia Jumatano ya leo Januari 21. Raia 3 wametajwa kuuawa kwa mashambulizi ya Urusi katika mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia nchini Ukraine, kwa mujibu wa gavana Ivan Fedorovi, ambaye alisema mashambulizi hayo yamesababisha pia kukatika kwa umeme kwenye mkoa wake. Kwa upande wa Urusi, gavana wa mkoa wa Belgorod ameripoti kifo cha afisa mmoja wa usalama, huku vifo vingine viwili vikiripotiwa kwenye mkoa wa Bryansk. Kwingineko, watu 8 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko katika mji wa Urusi wa Adgea, mashariki mwa Bahari Nyeusi. Ni nadra kwa Ukraine ambayo imekuwa ikikabiliana na uvamizi wa Urusi kwa takribani miaka 4 sasa kufanya mashambulizi ndani ya ardhi ya Urusi kutokana na kulemewa kivita. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga.
kimataifa. Naam, tamati habari za kimataifa na Pius Jayunga, na sasa tunaenda kuungana naye Lai Saidi katika michezo na burudani, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo. Habari za michezo na burudani. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Jina langu Lai Saidi. Klabu ya Yanga imepokelewa kwa shangwe na heshima kubwa nchini Misri ilipowasili kwa ajili ya mchezo wao muhimu wa kimataifa, ambapo wachezaji wa Yanga pamoja na benchi la ufundi walionekana wenye furaha na morali ya hali ya juu walipopokelewa na mashabiki wao waliopo ughaibuni pamoja na Watanzania wanaoishi Misri. Mashabiki hao walionekana wakiwa na bendera za taifa na za klabu ya Yanga, wakipiga ngoma na kuimba nyimbo za kuwatia hamasa wachezaji wao, ikiwa ni ishara inayoonyesha upendo mkubwa na imani walionayo kwa timu yao. Yanga inaendelea na maandalizi ya mwisho nchini Misri, huku matarajio ya mashabiki yakiwa makubwa kuona timu yao ikifanya vizuri na kuandika historia nyingine kwenye mashindano ya kimataifa, ambapo siku ya Ijumaa Yanga itashuka katika dimba la Cairo International wakicheza na National Ahli, ikiwa ni mechi ya 3 ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kwingineko ni kuhusiana na Walima Zabibu. Dodoma Jiji FC kesho watakuwa dimbani katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma, wakiwakaribisha Wajelaje la Tanzania Prison katika mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo utakaochezwa majira ya saa 1 usiku. Dodoma Jiji wanaingia katika mchezo huu wakiwa nafasi mbaya ya ligi kuu, ambapo wapo nafasi ya 15 wakiwa wamecheza michezo 9, alama 7, huku Tanzania Prison ikishika nafasi ya 14, michezo 17, alama 7 katika msimamo wa ligi. Kocha mkuu wa klabu ya Dodoma Jiji Amani Josia amesema kuelekea kwenye mchezo wao wa siku ya kesho dhidi ya Tanzania Prison
watafanya kila jambo kuhakikisha wanaondoka na alama 3. Aidha, kocha huyo ameongeza kwa kusema pamoja na kutambua ugumu wa Tanzania Prison, wamejiandaa vyema kuhakikisha wanaondoka na ushindi, huku kocha mkuu wa kikosi cha Tanzania Prison Zedekia Otieno amesema kuwa wamejipanga na wamekuja kutafuta alama 3 dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Maandalizi yetu kwa maana ya kiwanjani yamekwenda vizuri, nadhani tuna masaa machache ya kuangalia mpaka kufikia kesho, lakini so far tuko vizuri. Kiafya, kimwili, kiakili, vyote kikosi chetu kiko vizuri. Baada ya mechi ile ya iliyopita Singida Black Stars, na nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri ya kutuweka pia kimchezo kwa namna ya kipekee. Tukuanza kwa 100%, lakini afadhali tulipata at least mechi yenye ushindani ya kwanza nayo. So tunakuja na momentum ambayo inaweza kutusaidia kwenye mechi nyingine ambayo inatumika kwenye uwanja ambao tuliouzoea. Kwa hiyo napenda kuwajulisheni tu kwamba kikosi chetu cha Dodoma Jiji kiko katika hali nzuri. Na sisi pia tumejiandaa vizuri kulingana na ugumu ambao tunaotegemea kukutana nao kwa mpinzani wetu ambao tunakuja kucheza naye. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa fupi ya maandalizi yetu. Mechi ya kesho tumejitayarisha. Tumekuwa na siku karibu 18 baada ya kurudi kutoka likizo. Tumejiandaa vizuri. Tunajua Dodoma Jiji ni timu nzuri, wana kocha mzuri mzoefu, but pia sisi tumejipanga, na nafikiri kesho mechi itakuwa nzuri na uwezekano tutoke na point 3, kwa sababu kila coach kitu ile anataka kwa timu yake ni kupata point 3. So pia sisi tumekuja kutafuta hizo point 3 hapa Dodoma. Kwingineko ni kuhusiana na uongozi mpya wa chama cha judo hapa Tanzania. Umekabidhiwa rasmi ofisi na makabidhiano yalifanyika chini ya rais mpya aliyechaguliwa Bwana Richard Moltoni, pamoja na katibu wa chama aliyemaliza muda wake wa uongozi Bwana Innocent Maria. Makabidhiano hayo yamefanyika katika ofisi la Baraza la Michezo la Taifa BMT, yakishuhudiwa na afisa michezo mwandamizi Charles Maguzu. Tukio hilo limeelezwa kuwa ni hatua muhimu katika kuanza rasmi kwa utekelezaji wa majukumu ya uongozi mpya wa chama hicho. Katika makabidhiano hayo, viongozi wapya wametakiwa kuendeleza juhudi za kuboresha na kukuza mchezo wa judo nchini Tanzania, sambamba na kuimarisha ushirikiano na viongozi waliopita ili kuhakikisha maendeleo endelevu ya mchezo huo kuanzia ngazi za msingi hadi kitaifa. Na tuelekee kimataifa ambapo rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemtunuku kocha mkuu wa timu ya taifa ya Senegal Pape Thiaw pamoja na wachezaji wa Senegal kuwapa hadhi ya Commander of the Nation, Order of the Lion, ikiwa ni heshima ya juu ya kitaifa iliyotolewa kwa watu waliotoa mchango mkubwa kwa taifa lao. Tuzo hiyo imetolewa usiku wa kuamkia leo kufuatia mafanikio ya Senegal kutoa ubingwa wa AFCON baada ya kuibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya wenyeji Morocco katika fainali ya mashindano hayo. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo hizo, Rais Faye amesema ubingwa wa AFCON umeiletea Senegal heshima kubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla, akibainisha kuwa mafanikio hayo yameimarisha mshikamano wa kitaifa. Mbali na heshima hiyo ya kitaifa, Rais Faye amewazawadia wachezaji kila mmoja kiasi cha $135,000 za Kimarekani, ambazo ni sawa na shilingi milioni 342, pamoja na kipande cha ardhi chenye ukubwa wa mita za mraba 1500 katika eneo la Petite Côte, huku kila mmoja wa benchi la ufundi na watumishi wa timu akipokea $90,000 ambazo ni sawa na shilingi milioni 228 na kipande cha ardhi cha mita za mraba 1000. Na kwingineko ni kuhusiana na kocha Jurgen Klopp amekiri moja na burudani. Mariango Bugeta hivyo hapa kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky
Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Asante Lai Saidi kutupitisha katika michezo na burudani. Na sasa mtazamaji, ni wakati wa kuweza kujua kuhusu hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia muda huu. Mpenzi mtazamaji, usitoke karibu na runinga yako, sogea karibu tupate utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Godfrey Kazinja. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache. Hili hali mkoa wa Rukwa, Songwe, Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma kutarajiwa na hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache na sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, huku viashiria vya mvua vikionekana kupungua kwa kiasi kikubwa katika maeneo mengi ya nchi, isipokuwa vinaonekana kwa kiasi kidogo katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kuelekea sehemu za kusini mwa nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma, Katavi pamoja na mkoa wa Rukwa kutarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kutarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua na sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Dodoma kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza kutarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kilimanjaro kutarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Morogoro kutarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Hali kadhalika hali kama hiyo pia inatarajiwa kujitokeza katika mkoa wa Arusha. Kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Na mkamilisha kwa utabiri wa hali ya hewa. Sasa unatupatia nafasi kukumbusha miongoni mwa habari muhimu ambazo tumekuwa nazo katika ulimwengu wa habari leo. Ni pamoja na nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi wa sekta binafsi kuanza Januari. Katika habari za kimataifa, West Greenland ndiyo kengele ya uamsho kwa Ulaya. Na katika michezo, Yanga yatua Misri kuiwinda Al Hilal. Asante mtazamaji kwa kuitazama Sky TV na asante kwa wote walioandaa ulimwengu wa habari. Endelea kutufuatilia katika Sky Digital at Sky International TV.